kama hamjawa waumini wa sawa sawa. Hili ni sharti. Ndugu zangu katika imani, ulimwengu wa leo ambao umekuwa ni ulimwengu wa kujisahau. Jana nilisema mahala, natwali kidogo tu, siende kule, natwali kidogo tu. Nilisema vyeo hivi, cheo fulani, mwenyekiti wa msikiti, mwenyekiti wa bodi, katibu wa bodi, si cheo gani, hivi vyeo vimewekwa kwa ajili ya watu kutumikia Waislamu, wala sio sababu ya kutamba na kujifaharisha. Heshima ya Muislamu ni Muislamu. Heshima ya Muislamu ni kitendo cha kuwa wewe Muislamu tu tayari una heshima kubwa. Afaman sharaha sadrahu lilislam fahuwa ala nurin rabbi. Kitendo cha kuwa mtu Muislamu hapaswi kutukanwa, kwa sababu ala nurin min rabbi. Anapotukanwa Muislamu manake mnatukana kituo cha nuru ya Allah, fahuwa ala nurin min rabbi. Kwa hiyo Waislamu, ujumbe wangu wa leo, mtanielewa hivyo hivyo mnavyonielewa. Sijui kama hii ya mwaka huu, nimeyasema haya kwa sababu ya hii hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mabadiliko ya fikra. Hatutakiwi Waislamu kubaki kwenye dufu tu, hatutakiwi Waislamu kubaki kwenye maulidi tu, hatutakiwi Waislamu kubaki kwenye samai zafa na kadhalika. Lazima fikra zetu ziende kule. Nini tunafikiri na tuna mipango gani kama jamii ya Kiislamu? Nini fikra zetu, badala ya kutengeneza unit ya Waislamu ili tuweze kujipanga kama wanavyojipanga wenzetu, sisi tunamomoa ule umoja wa Waislamu. Tunafeli. Tunawezaje kupata mainjinia timu kila mkoa? Haiwezi katokea hilo. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tukiwa waumini wa sawasawa, tutajipanga, tutashikana, tutahakikisha tunakwamua na kusaidia watoto wa Kiislamu pasina kuangalia anania kanasabi. Mtoto wa Muislamu ni wako, mpwa wa Muislamu ni wako, mjukuu wa Muislamu ni wako, utamsaidia, atasoma. Tukisema Waislamu watokeze, waliosoma dini watatokeza, watokeze waliosoma sekula watatokeza. Lakini leo ndugu zangu katika imani, mawazo yamebaki katika dufu tu, kutinga na kadhalika. Atufikirie jamii hii tunakwenda kuiachaje mbele.